Simon Songe Lusingekile, Mheshimiwa Amina Ali Mzee ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kunipa nafasi nami nichangie hotuba ya Waziri wa Uchukuzi. Kwanza nianze kwa kumpongeza sana Waziri wa Uchukuzi pamoja na naibu wako kwa kazi kubwa mnazofanya kwenye wizara yetu ya uchukuzi. Lakini pia nimpongeze sana Katibu Mkuu na watumishi mbalimbali walio kwenye ofisi ya wizara hii ya uchukuzi. Kwa kweli kazi kubwa zinaonekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wenzangu wamezungumza sana habari ya bandari. Nami niungane nao kumpongeza sana kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa iliyofanyika kwenye bandari yetu hasa ya Dar es Salaam. Kwa kweli kazi kubwa imefanyika na tumeona upanuzi wa uboreshaji wa miundombinu ya bandari umeendelea kuongezeka. Hakika Mama Samia amefanya kazi kubwa, hakika watumishi wa bandari zetu wamefanya kazi kubwa wakiongozwa na kaka yetu Mbosa, wamefanya kazi kubwa sana kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam. Kwa kweli tunawapongeza sana na Mama Samia, kwa kweli tunampongeza sana kwa maamuzi aliyoyachukua. Lakini pia nilipongeza sana Bunge mwaka jana kwenye bajeti kuu. Tulipitisha kwamba makusanyo ya wafeji sasa yaanze kukusanywa na TPA. Tumeona maendeleo makubwa baada ya makusanyo haya kuwa yameanza kukusanywa na TPA. Tumeona makusanyo yameongezeka kutoka bilioni 476 kwa mwaka 2023-24 kwa maana ya kuanzia Julai mpaka Machi, lakini kwa mwaka wa fedha 2024-25 Julai mpaka Machi makusanyo yameongezeka kwa bilioni 22 kwa maana ya kuleta jumla ya bilioni 499. Haya ni mapinduzi makubwa kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam na bandari zingine. Tumeona uboreshwaji wa maeneo. Wenzangu wamesema bandari ya Mwanza imeendelea kuboreshwa, bandari ya Dar es Salaam ujenzi wa matenki, lakini pia gati namba 1 mpaka gati namba 7, upembuzi yakinifu wa gati namba 8 mpaka 11, 12 mpaka 15. Tunaona maendeleo makubwa sana yamefanywa na nchi yetu. Na hapa Mama Samia ananikumbusha hadithi moja ya Yohana Mbatizaji alipokuwa gerezani baada ya kutembelewa na wafuasi wake, na aliamini kwamba kwa kuwa Yesu anaweza kila kitu, aliamini atatoka gerezani kwa miujiza. Na akawaambia wale wafuasi, nendeni mkamuulize Yesu, je, ni yeye au tunasubiri ajaye? Yesu akawajibu akawaambia, nendeni mkamwambie wafu wanafufuka, viwete wanatembea, lakini pia vipofu wanaona. Kiongozi mzuri hapimi kwa maneno, kiongozi mzuri anapimwa kwa kazi, na Mama Samia tumempima kwa kazi kubwa na amefanya kazi kubwa kwenye taifa letu. Sisi wa Tanzania leo tukiulizwa kwamba nendeni mkamuulize yeye ndiye au tusubiri ajaye, tutasema yeye ndiye. Kwa sababu ya maendeleo makubwa ambayo tumeendelea kuyaona kwenye taifa letu, hasa kwenye bandari, kwenye SGR. Wenzangu wamechangia sana swala la SGR. Kwa kweli hapa ndipo tumeona maendeleo makubwa ya nchi yetu, na sasa tunaenda kwenye uchumi. Tunaamini kazi ambayo itaendelea kufanyika. Tuendeleeni kumuunga mkono Mama Samia, tuendeleeni kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi, makubwa yanaendelea kuja. Niseme jambo moja kwenye eneo la SGR hapa. Nikupongeza sana Mheshimiwa Waziri pamoja na wasaidizi wako, kaka yangu Kadogosa, umeendelea kufanya kazi kubwa kwenye eneo la SGR. Hongera sana, endelea kufanya kazi hii kwa sababu ni eneo ambalo tunalihitaji kwenye nchi yetu, na kazi inakuhusu wewe kama maandishi ya Biblia yanavyosema Ezra 14 kwamba kazi inakuhusu wewe, nyanyuka nenda na kaitende. Kadogosa, unafanya kazi njema sana. Lakini kuna studies zimefanyika huko nyuma za ujenzi wa reli ya kisasa kuanzia Arusha kuja Makuyuni, kuja Simiyu, pale Dutwa, Pita Lamadi, Busega, Bunda, kwenda mpaka Msoma. Study hizi sasa nendeni mkazifanyie kazi. Tunatamani huko mbeleni kuona mpango wa serikali kwenye ujenzi wa reli ya kisasa kwa maana SGR kutoka Arusha kwenda mpaka Msoma, kupitia Simiyu mkoani kwangu, Busega jimboni kwangu,
kule Bunda kwa Bwana Getere na hadi Msoma, na tunaamini ujenzi wa reli hii utakapokamilika, uchumi wa wananchi utaongezeka, uchumi wa nchi utaongezeka, usafirishaji wa mizigo, usafirishaji wa mazao pia utaongezeka, na utawarahisishia wananchi wetu wa Tanzania katika swala zima la kusafirisha mizigo na usafiri wa wao kwa wao. Niombe sana kakangu Kadogosa, niombe sana mkubwa wangu mzee Mheshimiwa Mbarawa kuangalia stadi ambayo imefanyika huko nyuma, ili tuwe na ujenzi, tuwe na mpango wa ujenzi wa reli ya kisasa kuanzia kule Arusha kuja Simiyu na kwenda mpaka Msoma. Mafanikio makubwa tutayapata. Tumeona kwako sisi wakati tunasoma shule ya msingi tulikuwa tukiangalia zile sinema, anakuambia hiyo ni trailer, muziki baadaye. Tumeona trailer kuanzia ya SGR kuanzia hapa Dodoma kwenda Dar es Salaam. Tumeona mafanikio makubwa haya. Tumeona namna wananchi wananufaika na SGR hii. Tuna imani kubwa SGR pia kutoka Arusha kwenda Msoma itawanufaisha Watanzania, itawanufaisha wananchi wa Simiyu na wananchi wa jimbo la Busega. Lakini pale Dutwa pale kuna madini ya nikeli. Nafikiri pia usafirishaji utaendelea kupitia SGR, na kwa sababu mapato yetu atazidi kuongezeka kupitia usafirishaji, kupitia aina hii ya usafirishaji kwa kutumia SGR. Ni imani yangu kubwa stadi hii mtakapoifuatilia na kuja na mpango, sisi kama wabunge tutawapitishia mpango wenu, na kwa sababu wananchi wa jimbo la Busega wamesema bado wanatamba na mimi, najua nitakuwa hapa, nitaendelea kuwapitishia bajeti yenu, ili mwende kufanya kazi ya ujenzi wa reli ya kisasa kuanzia kule Arusha kwenda Msoma. Asante sana mheshimiwa. La mwisho mwenyekiti, nusu dakika, ni kwamba nimemwona hapa kaimu waziri mkuu mzee wangu Mkuchika. Niseme tu jambo moja. Wizara ya Katiba na Sheria walikuja na kampeni ya Samia Legal Campaign. Ninaomba msimamizi wa shughuli za bunge za serikali hapo bungeni, siku ya tarehe 15 mwezi wa 6 2025, dabi ya Simba na Yanga tuipe jina ya Samia Dabi Campaign, ili tuendelee kumuunga mkono Mama Samia, ili tuendelee kuunga mkono michezo katika nchi yetu. Nichukue hilo kaka yangu mzee wangu Mkuchika, nipeleke mje na mpango, mje na Samia Dabi Campaign, na ambaye hatapeleka timu tutaona hata matatizo. Baada ya kusema naomba mkono. Asante sana, nimtaja mheshimiwa